Ni maandamano ya amani katika viunga mbalimbali vya manispaa ya Songea yakilenga kuhimiza amani, haki, umoja na maridhiano nchini wakati wa maadhimisho ya mwaka mpya wa Kiislamu mwaka 1448 Hijiria. Maadhimisho haya yaliyoandaliwa na BAKWATA mkoa wa Ruvuma yakiwakutanisha viongozi wa dini, serikali pamoja na waumini ambao baada ya maandamano walishiriki ibada na mkutano maalum. Akizungumza katika hafla hiyo, Sheikh wa mkoa wa Ruvuma Ramadhani Mwakilima amesema kauli mbiu ya mwaka huu imekuja wakati mwafaka kutokana na uwepo wa viashiria vinavyoweza kuhatarisha mshikamano wa taifa, akiwataka Watanzania kuendelea kulinda amani, kuepuka uchochezi na kutoa tofauti kwa njia ya mazungumzo. Kuna viashiria ambavyo vinaibuka sasa hivi kwenye social media huko, lakini kwenye baadhi ya shughuli za kisiasa vinavyoashiria na kuonesha tunaweza tukarudi pale ambapo tulikuwa mwaka jana na tukapitia changamoto kubwa kama taifa. Kwa hiyo nitumie fursa hii kwa niaba ya Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania kuwaasa Waislamu, lakini wana mkoa wa Ruvuma wote kuendelea kuilinda na kuitunza tunu ya amani tuliyojaliwa kuwa nayo, lakini tuimarishe haki, umoja na maridhiano. Kwa upande wake, katibu tawala wa wilaya ya Songea Mtela Mwampamba aliyemwakilisha mkuu wa wilaya ya Songea Wilman Kapenja Mandile amesema msingi wa taifa lenye amani unaanza katika malezi bora ya watoto, akiwataka wazazi kuwajengea watoto nidhamu, uwajibikaji na ujuzi wa maisha. Sasa tunapoona kumfundisha mtoto kuweza kufanya kazi za mikono yake kama ni adhabu, kwa hiyo tunatengeneza taifa la mazezeta huko mbele. Ni watoto ambao maana yake hawawezi kufanya kazi za kutumia mikono yao, kwa sababu kila kitu tunafanya sisi tu wazazi, tukiamini kwamba ndo tunamlea mtoto katika malezi bora. Kudekeza mtoto sio jambo zuri. Huko mbele tunatengeneza baba ambaye hawezi kabisa kuweza kumhudumia mke wake, lakini tunatengeneza mama ambaye hawezi kabisa kumhudumia mume wake. Naye mwenyekiti wa vijana BAKWATA mkoa wa Ruvuma Sheikh Abdallah Ibni Abdallah Mpenda amewataka vijana kutumia vipaji na uwezo wao kujenga jamii na taifa, huku wakiepuka kutumiwa katika vitendo vya vurugu na kutumia mitandao ya kijamii kueneza ujumbe wa amani na maendeleo. Mambo yote katika ulimwengu yanayoendelea yanawahitajia sana vijana. Kila sehemu, kila sekta, wale wanaotaka kheri wanawahitaji vijana na wale wanaotaka shari wanawahitaji vijana. Kwa hiyo kijana inabidi ajiangalie wapi anaitwa na wapi wanataka wamtumie. Ukiona unapoitwa na unapotaka kutumiwa katika shari, basi jiepushe na majambo hayo, kwa sababu sio wewe tu ambao utakayepata madhara, pia jamii kwa ujumla itapata madhara. Na hata katika dini yako sisi Waislamu tunawahitajia sana vijana ili tuweze kupeleka Uislamu wetu mbele. Maadhimisho haya yamebebwa na ujumbe wa amani, umoja, maridhiano na maendeleo, huku viongozi wa dini wakisisitiza kuwa kulinda amani ni wajibu wa kila Mtanzania. Mimi ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo. Upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika.